Bwana, hapo ligi kuu imeendelea pale Meja Jenerali Samuyo. Bwana, Simba kwa tabu mno. Kwa mbinde dhidi ya Coastal. Ushindi wa bao 1-0 lililofungwa na Ismaila Toure. Na hiyo tafsiri nyepesi tu ya kwamba mimi nitaka niseme hiyo peke yake inakuonesha kwamba tafsiri nyepesi ya kwamba ukiona Simba wanapata ushindi, bao likiwa limefungwa na mlinzi wakati kwenye football ya kisasa bao linafungwa na mchezaji yeyote, tuweke sawa hiyo. Yeah, for sure. Lakini tafsiri nyingine ni kwamba kuna namna Simba leo haikuwa fanisi kwenye eneo la ushambuliaji. Na pengine mimi naamini ya kwamba kocha Steve Becker, pasipo kuwashushia heshima Coastal Union ambao walifanya kazi nzuri sana leo, kocha Fikiri Rasia, lakini Steve Becker ni mwambie tu kwamba aache kufanya majaribio kwenye ligi kuu ya msimu ambayo ukizubaa tu umeachwa. Majaribio ya wachezaji ambao wanatafuta fomu yao yafanyike kwenye mashindano mengine. Steve Becker timu ya kuanza alishaipata tangu baada ya dirisha dogo kwa msimu uliopita. Msimu huu masuala ya kujaribu kuchomelea yatamtokea kumtokea. For sure. Mwisho wa siku yani iwapo wanataka kufukuzwa kirahisi kwenye vilabu vya Kariakoo, ni timu yako isicheze kwa kuridhisha mashabiki. Yani inawezekana ukawa unapata matokeo unashinda, lakini kama mashabiki hawapendezwi na wanachokiona, wanaona wanakwenda kiwanjani alafu matokeo yanapatikana kwa kushikilia roho, utaondoka. Yani regardless wewe unaheshima, yani timu inashinda alafu watu wanatoka wana furaha, utatoka. Na Steve Becker tumekuwa mara nyingi tukimgusia, ni miongoni mwa makocha ambao football yake inafurahisha kutazama, lakini ukishaanza kufanya chopping ya kikosi, mara unatoa huyu, unafanya majaribio kama ulivyogusia, lazima unaondoa ubora wa timu. Kiwango ambacho Simba ilikitoa kwenye michezo mitatu iliyopita ligi kiliwafanya watu wengi nikiwemo mimi binafsi kuamini kwamba hii ni miongoni mwa timu, unajua yani wao na Yanga wanaendelea kuwa ndo cream ya viwango kwa ubora kwenye ligi yetu. Kwa hiyo leo hii walionekana kutokuwa na ufanisi kwenye eneo la mwisho. Mabadiliko ama kutokuwa jumuisha kwenye kosi cha kwanza Eli Mpanzu pamoja na Anise Ura ilikuwa ni kitu ambacho kiliwanyima Simba ubunifu na uhatari na ile kuwa clinical kwenye kumalizia nafasi. Na mwisho wa siku wakati mwingine unapofanya maamuzi kama hayo inaufanya mchezo unavutika sana kwa namna ya kuweza kuamuliwa, kuweza matokeo kupatikana, kwa maana ya kwamba Coastal walikuwa wanazidi kuwa comfortable kadri muda unavyozidi kwenda, kwa sababu ilishafahamika ama Simba walishaanza kuwa predictable. Unajua mpira ukienda wide kwa Keleso atajaribu kumpita defender wake, and then baada ya hapo itapigwa cross ndani, and then hakuna mtu ambaye ana hatari ya kuweza kufinish matukio. Ama itakuwa upande wa Libase, by the way, ambaye leo hii fullback wa kushoto wa Coastal Union amefanya kazi nzuri sana dhidi yake. Alikuwa anamnyima ule uhuru wa kuweza kufanya kile ambacho tunajua Libase amekifanya tangu msimu umeanza. Na in fact leo ni miongoni mwa michezo ambayo hakuwa fanisi kiwanjani kwa sababu fullback wa kushoto alifanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo kwa mazingira hayo ile connection ama uwezo wa Libase, Ura pamoja na Mpanzu kuwepo kwenye kikosi kimoja na mmoja akafanya kazi ikaathiri mtu mwingine kufanya kitu cha ziada, kuwakosa wawili kwenye ule ushirika pale juu, pengine hata Libase pia kichwani kwake ilianza kumzurura kwamba bwana, leo kuipata ile connection ambayo nimeizoea na hawa watu ambao ninacheza nao, labda mimi siwaamini katika namna ambayo naamini Mpanzu atafanya ama Ura atafanya, ikampunguzia pia hata ufanisi mchezaji mwenyewe. Kwa hiyo cha kwanza mimi naamini yes, Keleso anapaswa kupata nafasi, yes, Dumbi anapaswa kupata nafasi kwa sababu wote ni wachezaji wa Simba Sports, lakini mimi namshauri Steve Becker kama anataka kuendelea kuwafurahisha Simba, kama anataka kukibakisha kibarua chake salama, weka kwanza mali zicheze. Tia mziki kama ulivyo, Mpanzu aanze, Ura aanze, timu ikipata matokeo. Sasa hapo ndo ulete watu ambao wanakuja kufanya rotation. Lakini kabla timu haijapata matokeo, kabla timu haijakuwa kiongozi kiwanjani, usifanye majaribio. Anza na kikosi chako bora. Na Edgar sasa kocha mzuri ni yule ambaye anaijua timu yake ya kwanza ya kuwashushia pressure hata wachezaji wengine. Yani Steve Becker ni kama anataka kuondoa ile standard ambayo aliweka msimu uliopita. Alipopata timu yake ya kwanza, tuliona namna ambavyo alitengeza timu ambayo ilikuwa ni hatari kweli kweli. Sijajua ni kwa mawazo yake mwenyewe kiufundi, kwa sababu wajaribu wachezaji, mtu kama Ibrahim Dumbia, Keleso bado najua anatafuta fomu yake. Kwa ligi hii ambayo inahitaji matokeo zaidi,
timu iweze kushindania ubingwa. Na nafikiri kwa mawazo yangu mimi, Beka ndio kocha mwenye pressure zaidi msimu kuliko hata kocha Mankoba. Wote wana pressure. Mankoba na excuse kwa sababu ndio msimu wake wa kwanza. Lakini hiyo ndio pressure ya timu kubwa. Priority ni vikombe kabisa. Pressure timu kubwa, priority ni vikombe. Mimi namtetea Beka, namtetea kwa maana ya kiangalia mabadiliko na wachezaji watatu. Amerejea Duchu, si ndio? Sahihi. Mligi kwa sababu ya kadi nyekundu. Keleto ameanza pamoja na mchezaji mwingine Dumbia. Kwa maana hapo Mpanzu na Ora wameanzia nje. Lakini kwa mwalimu yoyote yule ukiwa na kikosi na unaangalia uhitaji wa mechi kwa kuangalia mpinzani wako ambao ndio kukabiliana naye. Maana yake inaanzia kwenye chumba cha tathmini. Baada hapo mnaenda uwanjani. Kwamba mnamwangalia mpinzani wenu kupitia kwenye chumba cha tathmini. Nguvu yake, mapungufu yake. Sahihi. Baada hapo mnaenda na mpango wenu kufanya kazi mazoezini. Sahihi. Mazoezini ule mpango mnaofanyia kazi ndio mnaenda kwenye mechi. Kabisa. Kama mmefanya mabadiliko wachezaji watatu. Na wachezaji hao tunaamini msimu huu wataitumikia klabu ya Simba. Sahihi. Kwa kuangalia Simba inashiriki michuano mitatu. Ligi kuu, Champions League wiki ijayo, pamoja na CRDB Federation Cup. Why not kuwapa minutes wachezaji ambao kwa mpango wa mwalimu ambao walianzia mazoezini, kwa sababu kocha aibuki tu unasema bwana leo utaanza Ayubu. Sahihi. Nakuelewa. Hapana, natengeneza pattern ya timu mazoezini, baada hapo nikaiona uwanjani. Lakini kana kwamba ile haitoshi kwangu mimi, inawezekana kwake sio kwa sababu Mpanzu hajaanza, Ora hajaanza. Kwangu mimi kwangu mimi ni namna gani ambavyo Simba 20 minutes za awali wametengeneza nafasi za kufunga. Nakuelewa. Kwa namna ambavyo walijaa ule mchezo. Sahihi. Wametengeneza nafasi za kufunga. Huyu Dumbi ambaye tunamzungumzia alipiga shuti kagunga mwamba. Lakini nafasi hizi ngapi amekosa Keleto? Ngapi amekosa Chama? Morris Abraham aliruka tikitaka, kama unakumbuka nafasi nyingine hiyo. Nafasi kwa nyingi. Nafikiri kwangu mimi ni namna gani mnarudi katika drawing board, mnaangalia kwamba timu inatengeneza nafasi. Ndio. Shida ni nini? Shida inaonekana kutumia nafasi ambayo tutengeneza. Kwangu mimi kwa mechi ya leo. Kwanza nafasi pasipo kuangalia nani ameanza nani hajaanza. Nafasi tunazotengeneza tunazitumia. Lakini ya pili ambacho kiniuliza, cha pili pasipo kuangalia nani ameanza nani hajaanza. Game concentration. Yaani umakini wenu katika labda robo saa ya kwanza, kama mmegawa katika phase hizo, robo saa ya pili, namna gani ambavyo mnakuwa na same concentration katika muda wote. Of course kimpira kuna wakati inaondoka kulingana na timu mpinzani anavyo react. Sahihi. Na anavyo react. Jana wakati namwambia Luambano kwamba Coastal Union huenda kwa maneno ya kocha Fikirini kwamba amewasoma Simba, anajua udhaifu na ubora wao. Leo Coastal hakutaka kupishana nao. Cheza low block. Sasa wao walikuwa na changamoto tu kwamba okay, mpira ukiwa katika himaya yao wanaufanyia nini? Walikuwa wajui wanaendaje katika eneo la Simba mara kwa mara. Kuna wakati wanakwenda, mpira unapotea, anabakia Ture, Rushain, wanaanza kwa Chilambo ambaye mmoja sasa hivi mafullback wa kisasa mno, ambao wanakupa options nyingi za fullback. Kwa kwangu mimi kabla ya kuangalia ya kumwangalia Mpanzu na Ora, naangalia namna timu ambavyo imecheza, nafasi nyingi zimekosekana. Lakini nafasi zinavyotengenezwa, mimi naamini ya kwamba ndipo ambapo tunahitaji mchezaji ambaye ana ufanisi mbele ya lango. Yaani kama timu inatengeneza nafasi, issue sio mwalimu, issue ni kwa wachezaji. Na hapo ndipo linaibuka why not Mpanzu, why not Ora ambaye anakupa hizo options zote. Kwa nini inakuwa ni kwa mtu ambaye unajua anacheza kwa shinikizo ili kuimpress mashabiki? Nadhani hapo ndipo ambapo unaweza kusema kwa mwalimu anashindwa kuwatengenezea wachezaji ambao wanacheza kwa shinikizo.
kwa sababu kuirahisisha mechi wapi wale ambao tayari wameshazoea haya mashinikizo wamalize mechi baadaye ndio hiyo option kwa wachezaji wengine. Top scorer Simba msimu uliopita alikuwa nani? Mfungaji bora. Sio Mwalimu. Ni Eli Mpanzu. Eli Mpanzu Mwalimu. Ni Eli Mpanzu na assist pia alikuwa nazo. Labda kama una combine ndio ilikuwa Eli. Ila alikuwa Sele. Sele alikuwa na goli 9. Alikuwa na goli 9 ya kwenye ligi kuu. Kwa magoli pekee. Ila kama unaweka GNA ndio Eli alikuwa ndo. Ndio maana nasema Simba kwa msimu huu wana mtu ambaye ni clinical. Kwa maana nafasi zinapotengenezwa kwamba target man wetu ni yule au ukiacha of course kwa hiki kikosi wana mchezaji ambaye unasema huyu katika nafasi 3 anatupia 2 au anatupia zote. Yes. Ambaye ni kwa kitakwimu msimu huu umeanza. Kwa dakika alizocheza Mpanzu. Katupia goli ngapi? Mpanzu ana goli 1 sasa hivi. Kwenye ligi. Na ameanza mchezo mmoja. Kwa hiyo takwimu ukiangalia kwenye michezo mingapi? Kwenye huu ni wa 4. Umeona? Sasa ndio maana nasema kwamba problem iko moja. Mimi namtoa Mwalimu. Of course tumtoe Mwalimu. Kocha mimi namtoa. Mimi nitamweka namwacha Mwalimu hapo. Kwa sababu gani? Yeye by the way ndio yuko na wachezaji kwenye uwanja wa mazoezi. Nitamlaumu kocha kwa sababu tayari alishapata timu yake ya ushindi tangu msimu uliopita. Ambayo kwenye front line alikuwa na winga Libase, winga Oura, Eli Mpanzu ambaye tayari walisha click. Lakini kwa bahati mbaya hata msimu wakati unaanza ni kama imani ya kocha kwa Mpanzu sijui ni haba, alichelewa kufika kambini kwa hiyo season. Okay, juzi alianza. Ndio. Yaani hakuna excuse kwa nini leo hajaanza. Ndio maana nasema kama nafasi zinatengenezwa. Mwalimu inabidi tumuulize, yani inakuwaje? Mimi